Viumbe wengi hutegemea zaidi uwezo wa kuona ili kuelewa ulimwengu unaowazunguka. Lakini vipi pale ambapo kuona hakutoshi? Au inapokuwa haiwezekani kabisa kuona? Baadhi ya wanyama hutumia mfumo wa echolocation, yaani kutumia sauti kutambua vitu ambavyo huenda visionekane kwa macho. Popo wengi wana uwezo huu, lakini kuutumia kwa ufanisi katika mazingira yao yenye msongamano mkubwa na vikwazo vingi ni jambo gumu sana. Wanalazimika kusasisha kila wakati ufahamu wao wa nafasi inayowazunguka. Jinsi gani? Kwa kutumia mikazo ya misuli ya kasi zaidi kuliko mamalia yeyote mwingine, hutuma milipuko ya haraka ya mawimbi ya sauti. Kisha husikiliza, si tu kusikia mwangwi wa sauti hizo, bali pia kuuchanganua. Muda unaochukuliwa na mwangwi, yaani echo, kurejea, huwasaidia kutambua kwa usahihi mahali vitu vilipo. Baadhi ya popo wanaweza kutofautisha maelezo yaliyo chini ya milimita 1 kwa umbali. Sauti ya popo hutoka kwenye koo au ulimi wake, lakini sauti ya nyangumi aina ya sperm whale huanzia ndani ya kichwa chake kikubwa sana. Kabla ya kupiga mbizi, hujaza hewa kwenye mapafu yake na kutumia sehemu ya hewa hiyo kuzalisha sauti za chini ya maji ambazo zimepimwa kufikia desibeli 230, kiwango cha juu zaidi kuliko kelele ya jet inapopaa. Nyangumi huyo husukuma hewa kupitia jozi ya midomo maalumu ya sauti inayoitwa phonic lips na kuzifanya zigongane na kutoa mibofyo ya sauti. Badala ya sauti hiyo kuelekezwa moja kwa moja mbele, kwanza hugonga mfuko wa hewa na kusafiri kuelekea nyuma kupitia kiungo kinachoitwa spermaceti organ. Baada ya kugonga mfuko wa pili wa hewa, sauti hiyo husafiri tena kuelekea mbele kupitia mkusanyiko wa tishu unaoitwa junk. Mchakato huu huikusanya sauti katika mkondo mwembamba sana ambao nyangumi huuelekeza kama mwanga wa tochi. Nyangumi mwenye uzito wa tani 40 hawezi kusimama ghafla. Mibofyo hii yenye nguvu humsaidia kuepuka kugonga sakafu ya bahari au hatari nyingine zilizoko mbele yake. Kama ilivyo kwa nyangumi wengine wenye meno, pombo hawatumii masikio ya nje kusikia mwangwi wa sauti. Badala yake, husikia kupitia taya zao, ambapo mafuta maalumu ya mwilini hupeleka sauti moja kwa moja hadi kwenye sikio la ndani. Baadhi ya pomboo wanaweza kutambua vitu vilivyo umbali wa zaidi ya mita 650. Katika bahari kuu, kwenye kina kirefu kabisa na katika giza totoro, baadhi ya wanyama wana uwezo wa kuona kwa kutumia sauti kwa usahihi wa ajabu sana.